Eneo hili la Kange, wenyeji wake wametoka kutoka Tanga mjini hadi hapa takriban kilomita kama 3 hivi kuja kumpokea Sheikh Nuruddin Kishki. Kama ambavyo tunashuhudia, Sheikh ameambatana na wenzake, kwa maana ameambatana na jopo lake, namzungumzia katibu, dereva wake na piga picha mwingine pia. Na muda huu inshallah moja kwa moja tutazungumza na wenyeji wetu kwanza, ambao wao ni wenyeji wa Sheikh Nuruddin Kishki, kisha Sheikh atatuambia anajisikiaje baada ya kuwasili salama katika ardhi ya Tanga. Na hapa tuko naye Sheikh Said Omar, mudiru kutoka katika taasisi kubwa katika Tanga ya Darul Hadith. Sheikh Said, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako Sheikh Omar? Alhamdulillah. Tayari mgeni wenu Sheikh Nuruddin Kishki amewasili hapa. Tuambie hisia zako, unajisikiaje baada ya Sheikh kufika salama? Muda mrefu tumekuja kusubiri. Kufika furaha sana, sababu ni ambaye ni muhimu sana na ujio wake sisi wote tunapata faraja sana katika jiji la Tanga, na ndani amekuwa akitukuza sana katika jiji la Tanga. Kwa hivyo sisi tunamkaribisha na tutakuwa naye bega mwanzo hadi mwisho. Mashallah. Mtazamaji, huyo ni Sheikh Said Omar, lakini pia tunaye Dr. Salim Kahwan akiwa pia naye miongoni mwa wale ambao wamekuja kumpokea Sheikh. Dr. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, zilikuwa ni siku, tunahesabu miezi, siku, masaa. Allah amejalia kheri. Sheikh tayari amewasili muda huu. Tuambie hisia zako, kipi ambacho ungependa kumwambia mwenzako sana, ndugu yako Sheikh Nuruddin Kishki? Kwanza wallahi nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kule alipokuwa ametoka hapa kamefika hapa. Mwambie Sheikh karibu sana. Karibu sana, karibu Tanga, Tanga raha. Na biidhnillahi Ta'ala, shauku yetu ni yale maandalizi ambayo tumekuandalia nyoyo za watu. Msikiti takriban idadi kubwa ya watu wanatamani kusikia sauti yako na ujumbe kwa pamoja nao. Mashallah. Yuko Sheikh Fumo pia hapa kutoka Korogwe, ambaye naye ametoka Korogwe amekuja mpaka hapa katika mji huu wa Tanga kwa ajili ya Sheikh Nuruddin Kishki. Sheikh Fumo, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tuambie Sheikh Nuruddin Kishki tayari amewasili. Kitu ambacho tunataka kuambia yeye, lakini na wanatanga tunawaambia nini ujio wake? Wallahi, jambo la kwanza binafsi nafurahi furaha isiyokuwa na kifani kuweza kufika katika mkoa huu wa Tanga. Alhamdulillah, mimi binafsi napongeza Sheikh Kishki anapokuwa anapata mwaliko kupitia ndani ya mkoa huu wa Tanga anakuwa asiti. Na ndio maana ikafikia wakati nakumbuka wakasema huyu sasa akashakuwa mdigo mzee. Sasa anapokuwa anaitwa katika sura kama hiyo, mimi mtu wa Korogwe nakosaje kwa mfano? Kwa maana nikaamua nikaribu sana, nikatoka kuweza kuja kumlaki na kuweza kushirikiana naye katika msafara wa kadawa. Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri, na nyinyi pia watu wa Tanga inshallah kwa kupenda kumwalika mara kwa mara, nani Allah tabaraka wa taala azidishie kila la kheri. Na kwa sasa mtazamaji, tumsikilize mwenyewe Sheikh Nuruddin Kishki anajisikiaje baada ya kuwasili salama, lakini kuona mashekhe wakubwa wakija kumpokea. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kwa na safari, tuambie safari ilikuwaje mpaka kufika salama, lakini pia tuambie Sheikh, umeona mashekhe wakubwa hapa wamekuwa na wewe muda huu wakipokea, na naamini watamalizana na wewe katika siku zote nne ambazo umetoka hapa. Alhamdulillah, safari ilikuwa ni nzuri na jaliwa kuswali salatu al-fajr pale Bagamoyo. Sasa hivi takriban saa 3 asubuhi tayari tunaingia ndani ya jiji la Tanga. Furaha yangu ni kubwa na mapokezi haya Sheikh wakubwa hawa, Sheikh Said Omar, Sheikh Salim Kahwan, Mali na wenzao wengine kuacha mambo yao. Masheikh wanafahamika ni watu ambao wana mambo chungu nzima. Moja ya wanafalsafa anasema mwanadamu anaweza kukupa kila kitu, lakini kukupa muda wake ni kazi. Na mwanadamu akikupa muda wake, basi juu amekupa kitu cha thamani sana katika maisha yake. Kwa
Kwa hiyo nashukuru kwa haya, lakini pia nashukuru kwa watu wa Tanga kunialika. Huu ni mwaka wa 3 mfululizo, na mimi niwaambie kwamba mkinialika tena na tena na mimi nitaitikia tena. Allahu akbar, Allahu akbar. Asante. Sheikh, utakuwepo hapa katika jiji la Tanga kwa takriban siku 4 katika maeneo tofauti. Kipi ambacho ungependa kuambia watu wa Tanga kuhusiana na kile ambacho hasa ndio kuleta kwa maana ya dawa? Wallahi, watarajie kupokea da'wa iliyo nzuri, iliyojengwa katika misingi ya Qur'an na Sunna, na ukumbusho ambao siku zote kama Qur'an ilivyosema, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, kumbusha, hakika ukumbusho utawafaa waumini. Kwa hiyo watarajie waletea chakula cha moyo, chakula cha roho, na wakae mkao wa kula. Shukran sana mtazamaji, hapa ni Kange na sasa safari kitu kinachofuata moja kwa moja Amiri atatuambia tunaelekea wapi, lakini pamoja na yote Sheikh lazima aende sehemu ya kupumzika, lakini fahamu kwamba tayari Sheikh leo amewasili, na sehemu ya kwanza, kituo cha kwanza katika dawa leo itakuwa ni pale Msakangoto Masjid Nur. Baada ya swala ya maghrib inshallah Sheikh ataunguruma pale. Kwa hiyo watu wa Tanga ambao mtakuwa mnatazama video hii leo, baada ya swala ya maghrib tukutane pale Msakangoto ndani ya jiji la Tanga Masjid Nur, lakini kesho katika siku ya Ijumaa atakuwa pale katika msikiti ule wa Masjid Ihsan Simba Mtoto kwa Sheikh Mukhtar, na Ijumaa hiyo kwa maana kesho baada ya maghrib atakuwa katika msikiti mkubwa wa barabara ya 10, msikiti wa Ijumaa. Siku ya Jumamosi baada ya salatu al-asr atakuwa pale katika eneo la Mwamboni nje ya kiwanja cha msikiti wa Masjid Sefu. Kisha ziara hii itafungwa siku ya Jumapili katika ukumbi wa Simba Mtoto. Asubuhi atakuwa mgeni rasmi katika mahafali ya wanachuo wa utumishi pale Kange, na jioni yake itakuwa ni mhadhara wa kina mama. Shime alaikum, tujitokeze kwa wingi. Tayari Sheikh amewasili katika ardhi hii ya Tanga. Kazi ni kwetu, kazi ni kwenu watu Tanga. Je, itakuwaje? Asante kwa wote ambao walikuwa nasi. Bado tungali hapa, tutaangalia Sheikh baada ya hapa wapi ambapo watakwenda. Asante kwa Ahmad Kimamba, asante pia kwa Omar Salum Nyanga ambao wao wapo katika upande wa upigaji wa picha, bila kumsahau Oba TV mzee wangu Omar Elmasi ambaye naye pia amesafiri na Sheikh kwa ajili ya kupa faida wafuatiliaji wa channel ya Oba TV. Mimi ni mwana wa Omar Elmasi. Asante. Baada ya Sheikh kuwasili salama katika ardhi ya Tanga, na hapa tumekuja katika eneo hili la Mkwakwani, na hapa tupo katika mgahawa huu wa Swahili Lounge, moja kati ya mgahawa ambayo imekuwa ni maarufu sana, na moja kati ya mambo ambayo upo maarufu mgahawa huu, hapa ndipo inapatikana chai ya nazi, na wenyeji wakasema hapana, lazima Sheikh Nuruddin Kishki aweze kufika hapa aweze kushuhudia chai ya nazi. Ni sehemu ambayo inauonesha uasili na watu wa Tanga na Tanga yenyewe, kama ambavyo unashuhudia hata wahudumu wenyewe ambao wanapatikana katika eneo hili wakionyesha uhalisia wa watu wa Tanga. Kwa sasa Sheikh Nuruddin Kishki atashuka hapa akiwa na wenyeji wake moja kwa moja kuingia ndani katika eneo hili la Swahili Lounge kwa ajili ya kupata chai ya nazi na mambo mengine. Endelea kutufuatilia. Sheikh ataizungumziaje? Nifuate. Mtazamaji, sasa tupo ndani ya Swahili Lounge na hapa tuko na dada yetu Ukhti Nafisa. Tumsikia anasemaje baada ya kumwambia tutamletea Sheikh Nuruddin Kishki. Mwanzoni aliona kama ni maskhara, hatimaye imekuwa Sheikh amefika hapa. Ukhti Nafisa, asalamu alaykum. Salamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hali? Alhamdulillah. Naam, tuambie Sheikh, tulikwambia tutamleta Sheikh hapa. Na alhamdulillah Sheikh amefika. Tuambie unajisikiaje, lakini unamwahidi nini Sheikh ndani ya Swahili Lounge? Vitu gani tofauti anaweza akaviona hapa? Kwanza tunashukuru, tumepata baraka kubwa sana. Yaani na feel yani kuna vitu vinakuja nasikia kulia, lakini tutajikaza kidogo. Lakini kiukweli tumefurahi sana. Hii ni baraka kubwa haijai kutokea. Tumejua na watu wengi, lakini huu ujio ni wa kipekee. Tumefurahi sana. Mwanzo niliona kama huyu kweli analetea Sheikh kweli hapa. Lakini alhamdulillah nimeshukuru kwa kweli. Nimeshukuru sana. Alhamdulillah, na namwahidi atakula vitu ambavyo vya asili vinavyotumia nazi ya kwetu hapa Tanga. Atakunywa chai ya nazi, atakula mikate ya nazi, atakula nazi. Tunafurahi kwa kweli. Yaani naishiwa cha kusema, lakini na furaha ukiona hivyo.
Ndio, huyu ni mwenzangu ambaye tuko naye hapa anaitwa Shani. Kwa hiyo unaweza kuongea naye pia. Uktishani, tuambie Sheikh Kishki ushawahi kumuona kabla? Sijawahi zaidi ya kwenye mitandao. Na nilikuwa natamani nimuone live. Furaha niliyokuwa nayo haielezeki kabisa. Tunashukuru sana, kama alivyosema mwenzangu, tumepata wageni wengi ikiwemo viongozi wa serikali, lakini ujio huu umekuwa wa baraka zaidi katika huu mgawa wetu. Tuna imani kuanzia leo sisi ni wapya. Sisi ni wapya, tumepata baraka kubwa sana na tunazidi kuomba dua sana kwa sababu sehemu yetu mashallah kama mnavyoona ni sehemu ya stara, kuna sehemu ya kufanya ibada pia. Ikitokea amekuja mteja hapa anahitaji kufanya ibada, basi kuna chumba hiki anaweza kufanya ibada. Kwa hiyo tunashukuru kwa ujio wa Sheikh. Kiukweli mimi niseme tu namkaribisha apate kujionea ladha za Tanga. Sisi hapa tuna ladha za Tanga zote. Yaani tukisema breakfast kama hii unavyoiona, na lunch inakuwa ni babu kubwa zaidi. Yes. Mseto unapatikana mseto. Kila kitu hapa tunapika mseto, tunapika makande. Yaani vile vitu vyote, kisamvu cha nazi, wali wa nazi, wali wetu kilo 1 nazi 25. Wabara wakisikia hivyo wanasema sana kwa uli wali unakula nazi. Unakula nazi. Kwa hiyo sisi tunasema alhamdulillah, tunashukuru sana. Daktari, mimi nadhani baada hii ya asubuhi chagulie siku tuiangalie ya mchana. Sawa. Hata usiku tunafanya. Kwa hiyo hata kama mchana anakuwa yuko kidogo busy, anaweza kaja jioni pia. Tunafanya jioni kwa sababu jioni, asubuhi kuna vya asubuhi, kuna vya mchana, alafu pia kuna vya jioni. Na vya jioni unajua kitu cha jioni kuna ndizi za mkono wa tembo, kuna magimbi, yani vitu adimu ambavyo unavipata hapa kwenye ladha za Tanga. Karibuni. Sijaona chai ya nazi. Chai ya nazi ipo na pia kuna jicho la mkemwenza. Jicho la mkemwenza lapatikana Tanga tu. Na tunaposema jicho la mkemwenza, asilimia nyingi watu wanakataa ukewenza. Lakini ukewenza upo, yani hata ukatae upo. La kwa hiyo tunachotakiwa tu sisi wanawake tuwe na imani kwamba likiletwa lipokee na uweke subra mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi nataka Sheikh aongee baada ya kula, lakini kwenye jicho la mkemwenza Sheikh wangu amecheka sana. Nataka atie comment hapo. Sheikh, ushawahi kusikia jicho la mkemwenza? Wallahi nikiri kwanza, sisi watu wa Dar es Salaam jiji la gharama, watu wa Tanga hatuwawezi. Mimi kilichonileta hapa chai ya nazi, lakini nakutana na vitu vingine mpaka jicho la mkemwenza. Habari kubwa hii Sheikh. Hii Tanga nilikuwa naisikia kwamba ni mji wa raha na hakuna karaha. Mimi leo naipitisha rasmi. Na inshallah kwa kuwa tumeanza asubuhi, hatutaondoka hapa mpaka tupange lunch moja au dina moja kabla sijaondoka Jumatatu inshallah. Biidhnillah. Jicho la mkemwenza liko wapi kutinafisa? Okay. Kwa nini umeita jicho la mkemwenza? Lilipo linaonekana tu kabisa kama jicho la mkemwenza. Kwa sababu lile yai wenyewe unavoliona, alafu lina jicho katikati, alafu likafunikwa na ute wa yai. Kwa hiyo ina maana ni kitu ambacho adimu. Na hili unalipata lapikwa huko kwa wenzetu, lakini sisi la Tanga lina ladha yake tofauti. Kwa hiyo karibuni sana. Na pia tuna mikate ya ufuta. Mwala mikate ya ufuta, lakini kuleni leo ya Tanga. Na sisi Tanga tuna michuzi. Sisi tupika asili na tuna supu ya samaki. Ndio. Tuna maharage ya kukata pale na pia tuna mkate wa sinia au wanaita mkate wa kumimina. Ndio wale maharage ambayo hata kwenye karatasi yanafungwa na mtu akaenda nayo, si ndio? Hayachezi, haendi kokote. Shukrani. Mtazamaji, baada ya maelezo hayo ya Ukti Nafisa pamoja na Ukti Shani wakieleza kile ambacho kinapatikanwa hapa katika mgawa huu wa Swahili Lounge, kwa sasa Sheikh Nuruddin Kishki atapata cha hiyo pamoja na wenyeji wake, alafu baada hapo tutakwenda kupumzika. Tutazungumza naye Sheikh atuambie ladha ambazo zimesemwa sana, zimesifiwa sana hapa, yeye amezionaje? Je, yaliomo yamo? Tutafahamu baada ya Sheikh kumaliza kula hapa. Asante.
Naam, mtazamaji, hapa ni Tanga. Leo ni tarehe 26 mwezi huu wa 6 mwaka huu 2025. Huu ni mgahawa unaitwa Swahili Lounge. Hapa nakula vitu ambavyo naweza sema maisha yangu sijawahi kula. Hii chai kwa haraka haraka unaweza kufikiri ni chai ya maziwa, lakini ni chai ya nazi. Nazi pure kabisa. Lakini kama unavyoona tuna mbaazi hapa ya nazi. Yani hapa kila kitu la shay'a ladhatun lahu kalkiyazi wa kadhalika muhogo ma'a mbaazi. Wa husina fihi husnan wa khulita fihi nazi wajtama'a fihi wazazi wala ya'rifu tabkhaha illa shangazi wa in kana fihi mchuzi wa mandazi lakana fihi mumtazi. Na kuna chai nyingine inaitwa chai ya nanasi. Hiyo huwezi kupata popote isipokuwa ni Tanga. Na washangaa watu wa Tanga, mko Tanga hii, habari hii hamuna. Mimi mtoto wa Dar es Salaam, jiji la gharama, habari hizi ninazo. Karibuni sana. Lakini cha kushangaza, unaona hii? Hili ni yai maalum linaitwa jicho la mke mwenza. Hili nawahusia kabisa kila shefumu wao wenye wake 4 wahakikisha wanakula angalau kadri ya idadi ya wake. Jicho la mke mwenza. Tanga ni raha. Ndio maana dereva wangu ananihangaisha, ananisumbua, anahitaji kuongeza mke wa pili, lakini Tanga. Naomba watu wa Tanga mumpokee kijana wangu. Baada ya kunywa chai ya nazi ambayo haipatikani popote duniani ila ni Tanga tu, sasa nakunywa chai ya nanasi. Chai ya nanasi jamani. Hii sijawahi kuona, na jinsi ninavyokunywa nahisi kabisa ladha ya nanasi kama ilivyo. Hii ndo Tanga, atakaye na ae. Wassalamu alaikum. Mtazamaji, alhamdulillah tayari breakfast kwa maana ya chai hapa imeisha. Tumemaliza alhamdulillah, tumeshiba. Na muda huu kabla kuzungumza na wenye mgahawa wao na Sheikh Nuruddin Kishki, pia tuzungumze na Dr. Salim Kahatwan, miongoni mwa wenyeji wa Sheikh Nuruddin Kishki. Yeye ni mtu wa Tanga, lakini ajabu leo ameenda ngoma draw na Sheikh Nuruddin Kishki ambaye anaishi Dar es Salaam. Wote leo kwa mara ya kwanza tangu wameumbwa ndio wamekunywa chai ya nazi. Dr. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mtuambie, alhamdulillah tumemaliza kula hapa. Chakula umekionaje kwa ujumla wake? Kwanza mimi nifurahi makhawati zetu wametuheshimisha. Kwa sababu sifa kama wanavyosema wenyewe kwamba antasma bil muaidi khairu min tara. Yani kupata sifa ya kitu ni bora kuliko kukiona. Ila hapa tulivyoona ni bora zaidi kuliko sifa. Kabisa yani. Dada zetu wametuheshimisha. Mimi mwenyewe nimepata mufajaati na nimependa ibdaa walizozifanya. Chai ya nazi, kuna chai ya nanasi, na hapa nasubiria baada ya maneno haya kuna kahawa ya nazi. Kahawa ya nazi. Kiukweli naogopa kuyasema mengi kama mshamba, lakini mimi ni mshamba bwana. Ushamba ni vitu ambavyo uvijui alafu viko hapa yani. Mimi nimefurahi sana, hakika nimefurahi sana. Nataraji biidhnillah taala nimeonja vya asubuhi, nje nionje vya mchana. Shukrani. Tutarudi kwa Sheikh Kishki, tuwasikilize kwanza hapa wenye jambo lao, Ukhti Nafisa pamoja na Ukhti Shani. Naam, Ukhti Shani, lipi ambalo nalo? Alhamdulillah tumeshiba na wageni wamefurahia sana pamoja na wenyeji hapa Tanga chakula chenu hapa. Mimi niseme tu alhamdulillah, tunashukuru sana. Kiukweli unapofanya jambo lolote unategemea yule ambaye unamfanyia arizike na afurahi.
Kwa kweli sisi tuna furaha zaidi yao kufanya kitu ambacho wao wamefurahia. Tuna faraja kubwa sana sana sana, na tunazidi kuwakaribisha wakaribie kwa mambo mazuri. Yani hii ni theluthi tu ya hapa Swahili, kwa sababu pia jambo limekuwa haraka haraka, halikuwa la kujipanga, ila ni muahidi Sheikh kuna mambo mazuri zaidi ya haya. Akaribie, ikiwezekana akaribie na familia wote waje waonje ladha za Tanga kutoka Swahili Lounge. Sasa ukitishani mtu zakashangaa vitu tulivyovikuta hapa, haya maandalizi wasema ni ghafla na ni theluthi. Maandalizi kama yangefanyika mapema, hiyo kamili inakuwa ikoje? Hiyo kamili yani kwa kuielezea kwa haraka haraka ni ngumu, lakini hii meza ni ndogo. Yani inachafuka, mashallah inachafuka, na ladha zetu sisi tuna ladha kama 30. Yes, tuna ladha kama 30 ya vyakula hapa Swahili Lounge. Vyote ni vya asili ya Tanga, na tuna asili, yani tuna upwani, tuna ubara na tuna uzungu. Shukrani sana. Haya. Hii ni kahawa ya nazi? Ndio, hii ni kahawa ya nazi. Mimi basi najua leo kama kuna kahawa ya nazi. Chai ya nazi nafahamu, na nakuja hapa lakini hamniambii kama kuna kahawa ya nazi. Mambo ni mengi, Swahili Lounge mambo ni mengi. Yani hapa ndo maana nikakwambia ni. Kwa hiyo mambo hapa ni mengi sana. Leo kunywa kahawa ya kushangaa na vitu vingine kadha wa kadha. Muendelee tu kuwa na sisi, karibu. Haya, Ukhti Nafisa, neno lako. Alhamdulillah tuliwaambia Sheikh Kishki tutamleta hapa, ukastajabu staajabu, lakini alhamdulillah Sheikh amefika, amekula na amefurahi. Una nini cha kumwambia na kipi ambacho kwa ujumla ungependa kusema kwa ujio huu? Kwanza mimi napenda kusema tunashukuru sana kwa ujio huu mkubwa wa kipekee. Yaani mimi nikisema wa kipekee ni neema ambayo tumeipata leo. Na shukrani yangu kubwa kwa wale ambao walomvuta mpaka kufika hapa. Mungu awazidi kuwazidishia katika kazi zenu. Na kikubwa zaidi nimefurahi unapomfanyia mtu jambo akisema kitu ni kizuri. Lakini mtu akila kitu akitabasamu, basi ujue kile kitu kimemfika kunako. Kwa hiyo tumefurahi kwamba kumuona kwamba ametabasamu, amefurahi kwamba hawa na Tanga ni wapishi mahodari. Na sisi hapa sisi ni Uswahili. Uswahili sisi hapa kwetu hatuupiki wala hatuudokoi. Yaani tunauvuruga. Kwa hiyo sisi sio watu wa kudokoa Uswahili. Uswahili tunao. Na wewe uliniuliza, kuna swali uliniuliza ukaniambia kwamba kwa nini kuna maneno ya watoto wa kimji na watoto wa mjini, nikakwambia. Tena hiyo maneno nataka kukuambia kwa sababu Sheikh Kishki ni mtoto wa mjini kule Dar es Salaam. Hapa Tanga kuna watoto wa mjini alafu kuna watoto wa kimji. Yes. Naomba tofauti hiyo Sheikh Kishki na wageni wake hapa. Ni ipi tofauti kati ya watoto wa mjini na watoto wa kimji? Watoto wa mjini wana mambo mengi, wako ofisini. Lakini watoto wa kimji wao hata saa 4 za usiku utakuta kwa macho. Yaani tuseme wanakesha. Wao saa zote wako kwenye pirika tu. Hilo ndo maana watoto wa kimji. Lakini watoto wa mjini saa 2:30 saa 3 washalala. Okay. Ndio. Kwenye upande wa takanjue kwenye kabati la mtoto wa dada wa mjini la mtoto wa mjini na mtoto wa kimji, kwenye makabati yao tofauti yao iko wapi? Sare. Yaani mtoto wa kimji ana sare zinaanzia juu mpaka chini. Kila siku yana shughuli. Vijora. Lakini wale watoto wa mjini, vijora atavipata wapi? Hawezi kuvipata. Kwa hiyo wewe ukiagwa kila siku, mke akikwambia bwana mimi nenda kwenye shughuli, kama ni mtoto wa kimji mpe, usimzuie. Ndio furaha yake ile. Ndio. Shukrani sana. Lakini mimi napenda kumwambia Sheikh ujio wake ulivyokuwa na baraka. Sisi ni wale Tanga Women Gala. Alitujia Tanga Women Gala, nafikiri kama sio mwaka jana ni mwaka juzi katika kumbukumbu, lakini alitujia na baraka kubwa. Kusema ukweli, nyomi tunalolipata sasa hivi twashukuru, alhamdulillah. Tunapata nyomi, yani ukisema nyomi na maana ni watu. Kwa hiyo tu wajasiriamali wamefanya mwitiko mkubwa, kwa hiyo umetutilia baraka pale, na sisi hapa tunasema leo tumetiliwa baraka, basi tunafikiri Uswahili utakuwa uko mbali. Na tunakukaribisha tena Tanga Women Gala msimu wa 8, utafanyika tarehe 3 mwezi wa 9. Tarehe 3 mpaka tarehe 7 mwezi wa 9. Kwa hiyo tunakuomba na tunataka unyenyekevu kabisa. Karibu. Kule sasa ndio utakutana na
wana mjini na wana kimji kule. Ndio. Shukrani. Sasa tumalizie na Sheikh Nuruddin Kishki hapa, atuambie amekionaje chakula cha Swahili Lounge, chai ya nazi, chai ya nanasi. Sheikh, umezisikia shukrani kutoka kwa dada zetu. Kwa upande wako, kipi ambacho ungependa kusema kwa hili tukio lote kutoka tunaingia mpaka muda huu tunakaribia kuondoka? Samahani, napenda kuingilia mambo sana. Kwa sababu nimefinikwa huku na huku, wakati mimi nimefinikwa mpaka nabidi nizungumze. Hawa makhawati kuna kitu sijakisahau. Katika mazungumzo yao wameashiria kitu. Wanaomba dua kwa Sheikh. Sijui. Au sio hivi? Ambayo ya mwisho kabisa hiyo. Sawa. Sawa. Naam Sheikh. Wallahi mimi nimeishiwa. Nimeishiwa tangia tulivyopokelewa mpaka tulivyoanza na tulivyomaliza. Nipo katika mshangao kwamba Tanga si mara ya kwanza mimi nafika, na mara nyingi hata nikiwa na safari za Mombasa nikipita hapa huwa nakunywa chai katika mji huu wa Tanga. Sasa najiuliza Swahili Lounge mbona sikuwahi kuifahamu? Kwa hiyo na sikitika nimechelewa kuwafahamu, na nilipoambiwa kwamba hapa bana pana chai ya nazi peke yake ndio iliyonivutia. Lakini kufika hapa nimekutana na vitu vingi. Nimekutana na chai ya nanasi, nimekutana na kahawa ya nazi hii hapa ambayo nimetoka kunywa sasa hivi, na vyote nimevionja ili nithibitishe ile ladha ya nazi imo, na ni kweli nimeona ladha ya nazi imo. Vyakula fresh venye kujenga afya, na dada zetu Mwenyezi Mungu awabariki, awafungulie milango ya khairi inshallah. Mwenyezi Mungu namuomba kwa rahma zake na baraka zake akupeni kila mnachokitaka, na awaepushe na msiyotaka, awafungulie milango yote ya khairi, awafungulie milango ya riziki, awafungulie milango ya baraka, awaepushe na hasad na mahasidi kwa ujumla. Wametukirimu kwa kila aina ya takrima kiasi ambacho wenyeji wangu tu wazaliwa hapa Tanga wenyewe wameblow. Niambia mimi mtoto wa Dar es Salaam, jiji la gharama. Mimi nitoe shukrani kwa niaba ya wenzangu wote. Tumefurahi, tumekula huku kila mmoja ana furaha mwanzo wa mwisho. Tumekutana na jicho la mke mwenza na rafiki yangu pale shefumu wanawake wanne, nikaambia lazima uonje zote nne. Na nimepata faida kwamba jicho la mke mwenza huwa linafunikwa. Kwa hiyo ukhti moja ndo kafunua, ndo tukaanza kula sisi. Kama mlikuwa mnashuhudia. Lakini tukaona tikiti imehifadhiwa kwenye nini Sheikh Said? Kwenye dao. Yani kila kitu kimekaa kipwani pwani. Kwa kweli mimi na appreciate jambo zuri sana, na kila kitu kizuri mashallah tabarakallah. Baada ya kusema hayo, mmenikumbusha, na nilisema mbele yenu, mlikumbusha wakati nasoma mimi miaka hiyo pale Changombe, wakati wa utotoni tunatunga mashairi ya Kiswahili na Kiarabu. Mkanikumbusha kwa sababu hapa nimekutana na nazi, chai ya nazi, nanasi na chai ya nanasi na kahawa ya nazi. Sasa na mimi nimekutana na mbaazi original ya nazi. Tumekutana na mandazi, tena nimeambiwa kuna mandazi aina mbili. Kuna wale ambao wanahofia si mafuta, kuna mandazi yao inaitwaje yale ya kuchoma. Mambo makubwa shemashi haya. Basi na mimi niwape zawadi ya shairi ambayo nimelitunga karibia miaka 20 nyuma huko. Shairi linasema la shay'a ladhatun lahu kalkiyazi wakadhalika muhogo ma'a mbaazi وحسن فيه حسنا وخلط فيه نازي واجتمع فيه وزازي ولا يعرف طبخها إلا شنغازي وإن كان فيه مchuzi ومندازي لكان فيه ممتازي. Na hayo nayasema nikiwa Kiswahili Lounge, kila kitu ni nazi. Sheikh, umezungumzia sana kwenye ladha, mazingira haya, mandhari yenyewe unayazungumziaje? Wallahi mazingira mashallah tabarakallah, na hizi tu
wakija wageni wengi kama hivi, eneo la sijajua bado lina ukubwa kiasi gani, lakini Allah atawafungulia, mtakuwa mna eneo kubwa ambalo watu watakuwa wakimbilia. Lakini eneo zuri, pana IC, tumekutana na kila kitu, yani bismillah mashaallah. Nilipoingia niliwaambia mashekh kwa Kiarabu, al-makan muhtaram. Maana yake hii sehemu ni sehemu ya heshima sana. Hivyo ndivyo nilivyowaambia ndugu zangu hapa. Kuna maeneo unaenda unakutana na nzi umo, mende umo, kunguni umo, sehemu ya kula unakinai mapema. Lakini hapa kila kitu kiko smart, mashaallah tabarakallah. Nishukuru. Pamoja na hayo naomba kila mmoja wenu katika staff nimpe zawadi ndogo, hata nauli tu ya kusema hii imetoka kwa shekhe. Nilisikia mko watu wangapi hapa? Wako watu 7 bana. Naomba ni shilingi 70,000 mpe ukhti hapa, wagawane 10,000 kwanza hiyo. Mashaallah tabarakallah. Sana. Allah ibarik fiki. Na umeongea hapo ukasema kwamba kama tuna eneo kubwa. Eneo lipo. Mashaallah. Tunalo eneo kubwa, hilo ni special kwa ajili ya wageni wengi. Liko karibu tu hapa opposite na Central Bakery. Ipo holi kubwa ambalo hilo lina wageni wa kutosha. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi, siku umekuja na wageni wako wa kutosha, ni taarifa tu. Tukipewa taarifa basi sisi tunaitendea kazi. Kwa hiyo eneo lipo, hili ni sehemu tu ya ukaribisha watu wachache, lakini ya watu wengi ipo tunayo. Kwa hiyo karibuni sana, msije mkaogopa mkasema mbona pale patakuwa pale tutakuwa na watu wetu. Karibuni, eneo lipo. La Uswahili lipo. Mashaallah tabarakallah. Basi mwana Maalim Mashi, mimi nafikiri ndugu zetu wamejipanga mashaallah. Hili eneo nilidhani ni dogo, lakini mashaallah kumbe wana eneo lingine kubwa. Kwa hiyo maana yake kwamba hata tukija timu ya watu wangapi tunakwenda sehemu ya pili. Basi mimi kwa niaba ya mashekhe, japo nasema mgeni alipaswa wao ndio wenyeji washukuru, lakini leo natoa mimi shukrani kwa niaba yao wote, na inshallah kabla ya sisi kurudi Dar es Salaam, daktari tunasema kabisa mbele ya ukhti, tuje tena hapa mchana moja au usiku moja kutegemeana na ratiba yetu. Kwa hiyo kuna shefumu hapa nitakusema, lakini wakati huo nataka kupewa maiki, njoo huku tuambie jicho la mke mwenza zote 4 umezitafuna. Ongeza kidogo. Tunaenda kwenye msimu wa 77. Tupo pale 77. Hii Swahili Lounge unayoiona hapo utaikuta 77. Tutakuwa na banda letu la Swahili Lounge. Kwa hiyo kwa wale wa Dar es Salaam ambao hawajafika hapa, basi wafike kwenye banda letu la 77 pale, watatukuta Swahili Lounge tupo. Na kesho inshallah ndo tunaanza safari ya kwenda 77. Kwa hiyo itakuwa ni Dar es Salaam ndani ya Tanga au yani, Tanga ndani ya Dar es Salaam. Tanga ndani ya Dar es Salaam. Sheikh Taban. Haya, mtazamaji, huu ndio Sheikh amesema alimwambia jicho mwenza pale apige 4. Naam Sheikh Fumo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu. Alhamdulillah, wallahi binafsi nimefurahi sana kama alivyosema Sheikh hapa, Tanga hii si mgeni, anakuja mara kwa mara na anapita. Hata katika ziara yake ya nyuma aliyokuja hapa Sheikh, tulikuja kupata chai na wageni wetu jirani tu hapo. Lakini hapa tulikuwa tukupafahamu. Lakini alhamdulillah kwa ziara yake leo, hata mimi leo mtu wa Korogwe imenipelekea kuweza kupajua. Nasema kuanzia leo na mimi nishakuwa mwanafamilia Swahili Lounge. Nishakuwa mwanafamilia kuanzia leo. Alhamdulillah. Mimi nilikuwa naombi kwa shekhe. Ombi langu kupitia kwa dada zetu hawa, katika mazungumzo yao walimuomba shekhe ya kwamba wanamuomba yeye basi na familia yake inshallah tokee siku yoje kufanya ziara hapa na familia. Na nimesikitika sana amemwacha na kipenzi changu sana Sheikh Ismaili akufika. Kwa hiyo na imani inshallah siku nyingine atakuwa kufika. Kwa hiyo ombi langu kwako shekhe, mara nyingi ukimaliza mchaka wa mashindano huwa unapata fursa mapumziko. Kama mwaka huu ulikuwa nchi gani? Dubai, katika mapumziko baada mashindano ya Qur'an. Kwa hiyo ni kuombe kupitia hilo nini? Swahili Lounge. Ni kuombe kwa marabi ya kijali mara baada ya mashindano ya mwaka huu, basi Allah ajalie wewe na familia uje kupumzika katika mkoa huu wa Tanga
na walilahi alhamdu ya subhi bukurata wa aswila unakuja hapa. Ombi langu mimi. Shukrani. Lilikuwa ni hili tu. Sheikh, la kumwambia Sheikh Fumo hapa kabla hatujafunga. Ama kuhusu jicho la mke mwenza, wallahi nilikuwa ninapata tabu sana binafsi. Jicho la mke mwenza, na mimi na mke dhidi ya mmoja, fanyaje? Lakini wallahi Sheikh, umeniwekea vizuri sana. Kuondoa fitina huko nyumbani, wewe kula manne yote. Na mimi nimekula manne yote jicho la mke mwenza. Kwa hiyo wale wake zangu hatojua kwa jicho la mke mwenza ni upi, wote nimemaliza. Nimeondoa fitina. Naam Sheikh, tunafunga. Cha kumalizia. Nimesikia maneno ya kwamba nije na familia, na Sheikh Fumo naye vile vile kasisitiza inshallah. Inshallah nitakuja na familia biidhnillah taala. Inshallah. Mtazamaji wa Kishki TV, kufikia hapa tumefika tamati. Kumbuka Sheikh Nuruddin Kishki ndio kwanza amefika katika jiji la Tanga na atakuwepo hapa kwa siku 4 mutawalian kwa ajili ya ziara maalum ya kidawa. Na muda huu, hii ni sehemu ya kwanza ambayo amefika baada ya kuwasili tu katika ardhi hii ya Tanga. Tunatamani tuendelee kuwepo hapa, lakini tunafahamu uchovu wa safari, wameondoka alfajiri mapema sana. Kwa hiyo muda huu Sheikh atakwenda kupumzika ili ajipange vyema kwa ajili ya mahadhara wake wa kwanza ambao utafanyika pale Msakangoto katika Masjid Nur. Kutoka hapa Swahili Lounge ndani ya Mkwakwani, Tanga, Tanzania. Mimi ni mwana wa Maalim Mashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama Swahili Lounge tuna mkaja. Tunautoa kwa watu kama nzuri maalum. Huu ni ugeni maalum wa kipekee. Tunatoa mkaja. Mkaja wetu sisi, wengi wanauliza mkaja ni nini? Mkaja ni kanga. Kanga, mama anapojifungua anapewa kanga. Mtoto anapokuwa kike anapewa kanga. Na mtu anapodondoka barabarani kwa ghafla, kitu kinachokimbiliwa cha kwanza kabisa ni kufunikwa na kanga. Kwa hiyo sisi tunaipa kanga thamani sana watu wa Tanga. Watu wa Tanga sisi tunaipa thamani kubwa kanga. Na tunamshukuru mkuu wa mkoa katika uzinduzi wetu wa Tanga Women Gala, alisema lazima tuwe na kiwanda chetu cha kanga, tuchakatue kanga wenyewe hapa Tanga badala ya kuagiza sehemu mbalimbali. Kwa hiyo sisi mgeni wetu tutakupa mkaja. Huo mkaja utaambatana na vipepeo na vitu mbalimbali tutakuja kufunua huko, vilivyofunikwa lazima vifunuliwe. Kwa hiyo mama ataenda kufunua, ataona kwamba la, kumbe watu wa Tanga ni wakarimu. Mkaja sana poa leo au? Mkaja atapewa kwa sababu andaliwa. Ule ni mkaja maalum, lazima uandaliwe. Au siku ya lunch? Siku ya lunch ataukuta, na hata ikiwa yupo kama kuna labda ghafla ondoka zikavurugika, lakini sisi hatutaki ratiba ivurugike. Lazima uje uchukue mkaja wake aende nao. Mkaja hawezi kuleta tabu kwa sababu yeye ndo atakao ufunua. Ni zawadi yake. Kwa sababu ukitakapokutana na kipepeo, kipepeo ni kitu maliwaza. Kwa hiyo atajua kwamba kumbe watu wa Tanga wana maliwaza. Kwa hiyo sisi tunawashukuru, yani sisi tusemeje, tunashukuru sana 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 kwa ujio huu mkubwa. Japo kuna feni, kipepeo ni wajibu. Na ipo tunacho kipepeo kimeandikwa, japo kuna feni lakini kipepeo ni wajibu. Alafu ule upepo wa kipepeo ni wa kipekee. Sababu nisikia moja katika baadhi ya wahadhira sana hivi, lao wafika nyumbani sitting room, kuna mgeni kafika, kawashiwa feni, haina shida. Lakini aje ukute mgeni apepewa na mkeo kipepeo hivi. Ule upepo ule ni peke yake upepo ule. Sababu hata kama mfano atawashiwa AC, wewe una shida. Kawashiwa vizuri. Kawashiwa feni. Lakini haja ampepea hivi na kipepeo. Huo ni ugomvi. Ni upepo special. Upepo maalum kabisa. Na hiyo yenyewe ni Tanga. Kabisa. Alafu ukikiangalia kina maandishi mazuri kama hayo. Nasemaje? Tulia. Anasema tulia makini tuishi na mimi. Sasa, tulia makini ulipate kuishi na mimi. Haya, asante. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam.
أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. اللهم انزل الطمأنينة عليهم، اللهم انزل السكينة عليهم، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم ولا عيشنا كدا كدا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، فتوح الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب القبول. اللهم أعذنا جميعا من كيد الكائدين، ومن مكر الماكرين، ومن حسد الحاسدين، ومن حقد الحاقدين، ومن عين العائنين، ومن سحر الساحرين، ومن شماتة الشامتين. اللهم كما جمعتنا في هذه المائدة هنا في الدنيا، اجمعنا غدا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.